Funika macho yako, sema Bwana Yesu, Roho Mtakatifu, asante kwa jioni ya leo. Sema nami Bwana, niko tayari kabisa kuhudumiwa na wewe. Yaguse maisha yangu kwa upya kabisa, katika jina la Yesu. Niumbie ndani yangu roho iliyotulia madhabahuni pako. Niko tayari Bwana, wewe unayajua maisha yangu. Ninahitaji Bwana kukutana na wewe. Amsha ndani yangu kila kilicholala, kila kilicholazwa, kiamshe Bwana. Fikra zilizolazwa, mawazo yaliyolazwa, akili inayoshambuliwa, iamshe Bwana, iamshe Bwana, iamshe Bwana, iamshe Bwana, iamshe Bwana, iamshe Bwana. Amsha roho yangu, amsha roho yangu katikati ya hali zote ninazopitia. Yesu, naomba unisaidie jioni ya leo. Litume neno lako, kutana nami jioni ya leo. Yaguse maisha yangu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Asante Bwana kwa kuwa uko tayari kulituma neno lako kwa jina la Yesu. Amen. Tunaendelea na somo linasema uamsho wa kiroho kwenye nafasi ambayo Mungu amekuweka, na tuko kwenye kipengele cha 3. Tulishazungumza kwenye utangulizi juu ya uamsho ni nini, lakini tumejifunza vipengele vingi. Tukaja kwenye kipengele kwa nini uamsho unahitajika. Sasa tuko kwenye kipengele cha 3. Kwenye kipengele cha 3 ni namna Roho Mtakatifu anavyoleta uamsho. Haleluya. Na ndio tuko kwenye kipengele cha 3. Na ukiona Roho Mtakatifu anasisitiza somo la namna hii, ujue ni mkakati wa kuliandaa kanisa. Sio tu liamke, lakini litoke kwenye makunyanzi na kuwa kanisa lile ambalo Mungu alilichagua, linaloweza kunyakuliwa kwenda mbinguni. Mnanielewa watu wa Mungu? Jina la Yesu libarikiwe. Kwa hiyo ni maandalizi, ni mkakati wa Roho Mtakatifu kuliandaa kanisa, kwa sababu watu wakiamka tutapata vipawa vingi vya kiuinjilisti. Walimu, waombaji, walinzi, waombaji, wazaaji. Si unajua kuna wale waombaji, wazaaji. Kanisa likiwa na waombaji alafu halina waombaji, wazaaji, maana yake vitu vya Mungu vinakoma kuzaliwa. Mungu anaweza akawa amekuwepa kwenye nafasi, we ni mwalimu kabisa na una huduma ya ualimu, lakini uamsho usipokuwepo, mafunuo yanakoma. Ile kalama ya ualimu haifanyi kazi. Mnanielewa ninachosema? Ile huduma ya ualimu inakuwa haizai, haileti matunda. Uamsho unapokoma, ile huduma haifanyi kazi pasavyo. Unakuta we una huduma ya uinjilisti, lakini wengine kutokana na uamsho usipokuwepo, ngoja nikueleze kinachotokea. Kanisa likilala, watu wanashindwa kujitambua mpaka vile vitu ambavyo Mungu ameweka ndani yao. Mwingine hajui kama ni mwinjilisti, na saa nyingine mwingine anahubiri injili, ila ni kwa sababu aliambiwa na watu na sio Mungu. Aliambiwa na watu kwamba kwa namna ambavyo sauti yako ni nzito hivi, kwa kweli we ni mwinjilisti. Kumbe mbingu zinapomtazama yeye sio mwinjilisti. Na unapokaa kwenye nafasi ambayo sio ya kwako, unaamsha vita ambayo sio yako. Na ukiamsha vita ambayo sio yako, lazima utazofishwa, na utakuwa unatumia nguvu sana, na unaweza ukachoka. Kwa unajikuta mtu anapambana sana kwamba mimi nimeitwa kuwa mwinjilisti, mimi ni mwinjili, mimi ni mwinjilisti, lakini unagundua aliambiwa, hajathibitishwa na Roho Mtakatifu. Kwa tuko kwenye kipengele ambacho namna Roho Mtakatifu anavyoleta uamsho wa kiroho. Namna Roho Mtakatifu anavyoleta uamsho wa nini? Wa kiroho. Nilikwambia ya kwanza, anatumia njia ya kuachilia roho ya toba ndani ya watu. Na ukiona anaachilia toba, maana yake analeta matengenezo, tulalue mioyo yetu mbele zake. Lakini njia ya pili, Roho Mtakatifu huachilia moyo wa ibada
anatumia kwa kuachilia moyo wa ibada. Anaachilia moyo wa ibada kama njia ya kuleta uamsho. Unaanza kusikia msukumo wa kumfanyia Mungu ibada. Ukishaanza kusikia msukumo moyoni wa kumfanyia Mungu ibada, hata ukiwa peke yako, ujue tayari hizo ni cheche za uamsho. Ni njia Roho Mtakatifu anaitumia. Ile sio kazi yako binafsi wala kazi ya mwanadamu, ni kazi ya Roho wa Mungu. Jina la Yesu libarikiwe. Na moja ya kitu ambacho Mungu anakitafuta sana, watu wa Mungu, ni ibada. Ibada ibada, watu wa Mungu, ibada ni chakula chake, kwa sababu ibada ni heshima ya juu kabisa ambayo Mungu hata kubali ipewe roho yoyote. Na wale wanaosoma Biblia akafuatilie, wana wa Israeli walikuwa wanaweza wakafanya makosa mengi, saa nyingine wakaonyesha kiburi, wakafanya hivi, Mungu anawahurumia tu, anawatazama. Lakini walikuwa wakifika mahali pa kutumikia miungu mingine au mahali pa kufanyia ibada kwa miungu mingine, Mungu alikuwa anyamazi hapo. Alikuwa anyamazi, kwa sababu kisha fanyia ibada miungu mingine, maana yake umemnyang'anya heshima ya Mungu, umeipa miungu. Kwa sababu ibada ni heshima ya juu kabisa ambayo hata mwanadamu akipewa hawezi kuibeba. Ibada ni heshima ya juu anayotakiwa kupewa Mungu tu. Na ndio maana ili shetani kutuondoa kwenye uwepo wa Mungu, eneo mojawapo analopiga vita ni ibada. Na kama kuna watu Mungu anawatafuta, ni watu wamwabudu yeye. Yaani kwenye Agano Jipya hili Mungu anatafuta watu wamwabudu yeye, kwa sababu ibada ya kweli ni ufunguo wa maisha ambayo mtu hawezi kuyapata isipokuwa ni kwa njia ya ibada. Mahali pa ibada ya kweli kati yako na Mungu, ndipo ambapo Mungu anaongeaga lugha za kihatima. Wakati wowote ibada ilipofanyika ikampendeza Mungu, Mungu aliongea, alizungumza lugha ya kihatima. Hiyo inaitwa destiny language ya Mungu. Ukisikia mtu ana maswali, hatima yangu ni nini? Silijui kusudi la Mungu juu ya maisha yangu. Sikiliza, tafuta kujua namna ya kumfanyia Mungu ibada. Hutahangaika kusudi la Mungu utalijuaje? Kwa sababu ibada inakuingiza kwenye uwepo wa Mungu moja kwa moja, na inakuingiza kwenye wazo la Mungu, na ibada inakuingiza kwenye program za Mungu. Kwa Roho Mtakatifu anaachilia ibada. Fungua kitabu cha Yohana ile sura ya 4 mstari wa 23, 22 mpaka 23. Mahali pa ibada. Ibada ni muhimu, watu wa Mungu. Yohana sura ya 4 mstari wa 22 mpaka wa 23. Maandiko yanasema, ninyi mnaabudu msichokijua, sisi tunaabudu tukijuacho, kwa kuwa wokovu watoka kwa Wayahudi. 23 anasema, lakini saa inakuja, nayo sasa ipo, ambayo waabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli, kwa maana Baba awatafuta watu kama hao wamwabudu. Mungu ni roho, nao wamwabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Sasa nataka kuona hiki kipengele. Yesu alikuwa anaongea na mwanamke Msamaria, amekutana naye. Unanielewa ninachosema? Akawa anazungumza juu ya mlima ambao mzee wao baba alizungumza. Yakobo alisema watu watamwabudu Mungu katika mlima huu. Akawa anazungumza yule mama, lakini akamwambia, sikiliza, akasema, nyinyi mnakiabudu msicho kijua. Maana yake anatuonyesha nini hapa? Kodi mojawapo kwamba unaweza ukawa unaabudu, lakini unaabudu usicho kijua. Na sio hapa tu Yesu anatumia hii lugha. Paulo aliwahi kutumia lugha alipoingia kwenye mji mmoja, akakuta una madhabahu nyingi za miungu, ina wakina Mungu wengi, lakini akakuta madhabahu moja imeandikwa kwa Mungu asiyejulikana. Afu alipofika kwenye hiyo madhabahu kwa Mungu asiyejulikana, ndipo akaanza kuambia, mimi nimekuja kuambia habari za huyu Mungu asiyejulikana.
Kwa hiyo walikuwa wanaabudu, wanafahamu kabisa kuna nguvu ambao sisi hatuijui chanzo chake. Maana yake miungu yote iliyokuwepo pale wameitesti, wamejua inavyofanya, lakini kuna nguvu nyingine hii hawakujua inakotoka. Kwa wakasema Mungu asiyejulikana, maana yake hawamjui. Paulo anaanza kuwaambia sasa, na Yesu anamwambia Msamaria hapa, anawaambia nyinyi mnakiabudu msichokijua, lakini sisi tunakiabudu tukijua. Alafu anasema kwa kuwa wokovu watoka kwa Wayahudi. Na ndivyo aliamini hivyo, kwamba wokovu watoka kwa nani? Kwa Wayahudi. Na kwa kipindi kile Yesu kukaa na huyu mwanamke wa Kisamaria kuongea ilikuwa ni kosa, kwa sababu Myahudi na Msamaria vilikuwa viendi wapi? Sambamba, pamoja. Lakini ukisoma anaanza kwa kumweleza, lakini saa inakuja. Kwa nini alisema inakuja? Alikuwa bado hajaenda msalabani akafa. Anasema saa inakuja, nayo sasa ipo, ambayo waabudu halisi watamwabudu. Maana yake walikuwa wajaanza kumwabudu. Anasema watamwabudu Baba katika roho na kweli. Maana yake ibada zao hazitakuwa za kutoka hapa niende mlimani. Ibada zao zitaanzia rohoni mwao. Jina la Yesu libarikiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Ibada zao zitaanzia ndani. Sema ndani. Zitaanzia ndani ya roho ya mtu. Yaani Mungu anachotamani tunaposema tunamfanyia Mungu ibada, tukiimba nyimbo zinatakiwa zianzie wapi? Rohoni mwetu na ndani ya roho zetu. Kwa nini zinaanzia rohoni? Kwa sababu Roho Mtakatifu na roho zetu vimeungana pamoja. Amen, amen. Roho Mtakatifu na roho zetu vimeungana. Ulipompokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ukampokea Roho Mtakatifu, ukajazwa Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu yuko ndani ya roho yako. Na ndio maana kuna vitu akitaka kuvizaa anavianzia ndani ya roho yako. Sasa angalia, anataka na ibada pia zianzie rohoni. Ndio unasikia mtu anakwambia hivi, nilipofika kanisani kabla hawajaimba wimbo nilisikia ule wimbo ukiimba rohoni mwangu. Unagundua wale walioimba wimbo maana yake wameunganishwa na Roho Mtakatifu. Kama wewe unaomba kweli na unaomba kabisa, una muunganiko na Roho Mtakatifu, ukifika ibadani kwaya zikiimba utagundua hawa wako nje ya utaratibu wa Roho Mtakatifu. Kwa sababu wataimba wimbo hautaunganika na ile ibada iliyoko ndani ya Roho Mtakatifu ndani yako. Ndio maana wale waliounganishwa na Roho Mtakatifu, kuna saa kikaa hivi, hata nikiwa nafundisha, kabla sijasema Bwana asifiwe, Bwana asifiwe inaitikia ndani yake, anasikia Bwana asifiwe, afu anasikia na mimi nimekuja kusema baadaye Bwana asifiwe. Kwa sababu kuna muunganiko unaitwa umoja wa roho. Sasa Roho Mtakatifu anataka ibada zianzie wapi? Ndani. Sasa anapoleta uamsho, anachofanya huwa anaanza kuitengeneza mioyo, kwa sababu roho yako inaweza kuwa tayari, lakini nafsi yako inakinzana na roho yako. Anaanza kutengeneza moyo, anaanza kuweka kiu ndani, kiu ya kumwabudu Mungu, kiu ya kumfanyia Mungu ibada. Alafu ghafla unasikia mtu ndani anasema nasikia kuimba, nasikia kuimba, nasikia kuomba, nasikia kuomba. Yani ni kitu kiko ndani, anasema nasikia kuimba. Yeye anafikiri ni yeye anasikia, kumbe saa hii Roho Mtakatifu kuna kitu anataka kukiamsha huko ndani, kitu cha uamsho. Anataka kuiamsha ibada iliyokuwa imekoma. Anaanza kusikia, nasikia kuimba, nasikia. Hata akijibana, hata kama amelala usingizi, amelala ndani, amelala kitandani, anaona anapata shida, anasema nasikia kuimba, nasikia kuimba jamani, nasikia kuimba. Saa nyingine hajaanza kuimba, anaanza kusikia nyimbo zinaimbwa ndani yake. Na anapoanza kusikia zile nyimbo, kuna hali anaanza kuisikia ya tofauti.
Hata kama huyu mtu alikuwa mahali pagumu, kuna tumaini linaanza kuinuka ndani. Anaanza kusikia hali ya tofauti, baadaye anaanza kusikia maombi yanaombwa ndani. Unaelewa kile kinachotokea? Ni ibada imeanzia ndani. Ile ni kazi ya Roho wa Mungu Mtakatifu, na ndio ile kazi ambayo kwa kweli adui asingependa ianze kwenye maisha ya watu. Sasa mtu wa namna hii akianzia ndani, anapoanza kuimba nje, utasikia anaimba saa nyingine mpaka machozi yanatoka. Anaweza akaimba wimbo mmoja zaidi ya masaa 5, anaimba wimbo huu. Ukija kumkuta unamuuliza, wewe unajua umeimba wimbo huu zaidi ya masaa, wimbo mmoja na haukatiki, kwa sababu umeanzia ndani. Ni anaimba tu, na saa nyingine akikutana na watu wanaongea, yani anaona kama wanamvuruga hivi. Ukishaona mazingira hayo, maana yake ni ibada inazalishwa. Sasa ule unakuwa ni mwanzo, ni mlango, na Roho Mtakatifu anachotarajia ni nidhamu yako sasa. Sasa wengi wanapofeli, Roho Mtakatifu anapoanzisha kile kitu cha kiibada ndani ya roho zao, wanakosa nidhamu. Anafikiri kile ni yeye amekitengeneza. Hii kitu ninachokisikia takianzisha tena baadaye. Anafanya kazi kubwa kukizimisha. Unaelewa maana ya kukizimisha? Maana yake unakinyamazisha. Ndio maana kwenye Wathesalonike anasema hivi, msimzimishe roho. Unakinyamazisha. Na saa nyingine ukiona akinyamazi, unaanza kutafuta mbadala. Unasema kwanza nilikuwa na mpango wa kuangalia movie hapa, alafu unaanza kufungua kwenye simu, au saa nyingine unakaa pale unaanza kuangalia movie mpaka unapambana mpaka unanyamazisha kile kitu. Alafu kesho baada ya wiki moja unaanza kukumbuka kuna kitu kile nilikisikia, ngoja nikiamshe tena. Unafikiri ni wewe ulikiamsha. Unakaa hivi unatafakari, hakiji. Unaanza unatafakari, kumbe saa hiyo kimeamka. Kumbe kuna wakati umekuwa ukiomba maombi zaidi ya miezi 2. Mungu, ninaomba nirejeshe maisha, nirejeshe moyo wa ibada, nirejeshe. Alafu Roho Mtakatifu anakukumbuka, anakizalisha, lakini anakutana na nidhamu mbovu. Sio kwamba unamnyamazisha na ananyamaza. Kwa sababu wale waliowahi kuishi na hicho kitu wananielewa ninachosema. Kuna uzuri unaanza kusikia ndani ambao huwezi kumsimulia mtu. Yaani kinaanzia ndani, na saa nyingine sauti ya kuimba huku huna, lakini ndani unaimba vizuri sana. Na hiki kitu huwa kinawafuatilia watu mpaka kwenye ndoto. Amelala lakini anasikia ni anaomba, ni ananena kwa lugha, lakini kalala usingizi. Anakuja kuamka hivi, anasikia nguvu, yani mwili wake una nguvu. Anasema mbona nilikuwa naota ndoto? Sio ndoto, ni kitu halisi kilikuwa kinafanyika wakati wa umelala. Na ile ibada inapokuwa na nguvu, kule unapoanza kusikia yale maombi, unaomba nani, utaanza kuona kuna mawazo mapya yanaanza kuingia ndani. Kuna fikra zinaanza kubadilika, yani mpaka wewe mwenyewe unaanza kujiuliza, hivi nini kinaendelea jamani? Mimi kinaendelea. Na sasa umewahi kutana na mtu anakuambia hivi, unasikia ninachokisikia? Umewahi kutana na watu wa namna hiyo? Ujue kuna kitu kimemvuruga, yani kuna kitu kinaendelea. Kazi ya Roho wa Mungu inaendelea ndani yake. Kuna namna anasikia, alafu anahisi kila mtu anasikia. Akwambia unasikia ninachokisikia ndani? Hivi unakisikia ninachokisikia ndani? Mtu wa namna hii, maombi halazimishi, kuimba halazimishi, ni kitu kimeanzia ndani. Sasa Roho Mtakatifu anapotumia hivyo, anapotengeneza huo mlango wa kiibada, ujue kuna vitu wamekusudia kuviamsha ndani. Na watu wengi wanaweza kuwa mashahidi. Wakati ulipokuwa na ibada za namna hiyo, ndio utaona kuna vipawa ulianza kuvigundua ndani yako. Sio kwa sababu umeenda kuomba Mungu nifunulie, yani ni automatic ufunuo unakuja. Utaanza kugundua kuna namna ulikuwa ukikaa na mtu akiongea, akisema uongo, unajua anasema uongo hata kama hajakwambia. Mpaka mwenyewe unajishangaa, nimejuaje? Yana akiongea unasema haya mengine ni ya uongo. Alafu umwambie lakini hajakwambia kwamba nimesema uongo. Kile kitu kiko ndani. Hivyo vitu vyote vinafufuka jamani, kwenye ibada ambayo Roho Mtakatifu anaishika. Na nakwambia kabisa, ukiwaona watu waombaji, hicho kitu kimefumuka ndani, wakikutana ni mlipuko.
Fuatilia waimbaji na watu wengine na hata waombaji ambao wakiomba kuna namna unasikia mguso mpaka moyoni. Sikiliza, kile kitu usifikiri amekizalisha pale anapoomba, ni kitu ambacho kiko kwenye maisha yake ndani kwa ndani. Sasa hii ibada ndio Mungu anawatafuta watu kama hawa. Ndio maana kule unasikia mtu anaachilia dhabihu za roho. Kuna moto utaanza kutengenezeka huku ndani, kwa sababu maombi unayoomba sio ya mdomoni, yanazaliwa toka ndani ya roho. Ndio unasikia mtu anakiingia kuomba anasahau aliingia saa ngapi. Umewaisikia kitu cha namna hiyo? Unaomba ukija kuamka nguo zimeloana, alafu juu ulianza saa ngapi. Ndio unasikia mtu hata ukimwamsha usingizini ukamwambia, Bwana wewe leo kuna ujumbe Mungu ametuongoza unatakiwa kutupa, hasemi ngoja nikatafute, kwa sababu ibada inaingia ndani yani papo kwa papo amepata message. Hata ukimpa mstari kwenye Biblia ukasema huu hapa, hapo ameshapata message. Yani kile kitu ni kiko ndani, hakitafutizi, kimekaa ndani, ni maisha yake. Haleluya, watu wa Mungu. Unajua ninavyoongea hivi natamani Roho Mtakatifu akupe neema hii, na wengine nasikia kabisa natamani Roho Mtakatifu akurejeshe, kwa sababu hivi vingine huwa vinauawa tunapokutana na mazingira mbali. Shetani anatumia mitego mingi, atatumia majanga fulani, mazingira fulani, watu wakuumize, watu wafanye. Unapotunza yale mauchungu ndani, yanaenda kuzima huo moto, yanazima kabisa, yanaharibu moyo wa ibada. Sasa mwalimu, kwa nini unasisitiza sana ibada? Kwani ibada inasaidia nini? Ndio maana mtu ukiwa na hiki kitu, moja ya kitu unachotakiwa kujifunza ni kujifunza kuongozwa na Roho, ili akutenge na watu wanaoweza kuletwa na adui kwenye maisha yako kukizimisha. Kwa sababu ukiangalia watu wengi waliozima kwenye hiki kitu ni watu wanaowazunguka tu, walitumika kukizimisha hicho kitu, walikufundisha tabia ambazo sio za Roho, ukajikuta muongeaji sana wakati we sio muongeaji, kikazima. Wanakuchokonoa tu. Unakuta mtu uliamka na mipango yako ya kumsikiliza Roho, mtu anakuja hivi, umesikia kilichotokea, kaleta tu umbea. Kitendo cha kuchangia unasikia hadi rohoni kuna vurugika, unapata shida. Unaambia, kwa nini napata shida hivi? Kwa sababu umechangia pointi ambayo hukutakiwa kuchangia, na tayari umeingia kwenye gharama ya kile kitu kupungua kidogo. Sasa vile vitu vya rohoni huwa vinapungua, unakuwa ujielewi, unafikiri bado vipo, vinapungua mpaka baadaye unakuta ile ladha na ile testi imepotea ndani, ndipo unaanza kugundua kwamba kuna kitu kimepotea ndani yangu. Kuna mtu ananielewa sasa? Kwa ibada inayosemwa hapa sio ile tu ya kusema tumekusanyana nyumbani, jamani tusome Biblia tuombe kama familia. Inaanzia rohoni. Ndio maana saa nyingine angalia Mungu alichofanya mpaka kwenye moyo wako. Mungu anaweza akautengeneza moyo wa mtu ambaye ibada hizi zinaanzia rohoni mwake, ikawa madhabahu ya kwake. Yani moyo wako ukawa madhabahu. Na akikutoka kwenye kukutengeneza moyo wako kuwa madhabahu, angalia ambacho huwa anafanya. Akiutengeneza moyo wako kuwa madhabahu, kwa kadri unavyokuwa mtu wa ibada, anakugeuza mpaka we mwenyewe, mwili wako, yani wewe mzima unakuwa madhabahu ya Mungu. Kwa viwango vya kufikia huko, mlango wake ni ibada. Kuwa mtu wa ibada mpaka Mungu akufanye wewe kuwa ibada. Huyu sio mtu tena, alianza kumwabudu Mungu, ibada ikaanzia ndani ya roho yake, ibada ikaendelea, ikaja moyo wake ukawa madhabahu. Moyo wake ulipokuwa madhabahu, haukuishia moyo kuwa madhabahu, baadaye mwili wake ukawa ndio dhabihu iliyo hai. Mwili ulipokuwa dhabihu iliyo hai, baadaye mwili wake, moyo na roho vimegeuka kuwa madhabahu ya Mungu. Baadaye yeye ni ibada, akitembea ni ibada, akicheka ni ibada, akifanya kazi ni ibada, akiimba ni ibada, akiwa mahali ni ibada, akisoma ni ibada, akiwa anafanya biashara ni ibada. Wakati wengine wanafanya biashara kama shughuli za kujiingizia kipato, kwake ni ibada.
Akiuzia watu magauni, wakichukua yale magauni wanaanza kusikia kumwabudu Mungu, kwa sababu wamechukua kwa mtu ambaye ni ibada. Akiuzia watu simu, wakinunua simu wanaanza kusikia kuhubiri Injili, kwa sababu wamechukua kwa mtu ambaye ni ibada. Wakinunua viatu, wakivaa vile viatu vya huyu mtu anayeuza, wanaanza kusikia kwenda kanisani, kwa sababu wamenunua kwenye duka la mtu ambaye ni ibada. Sijui kama unanielewa. Kama unanielewa sema amen. Sasa Roho Mtakatifu ukiona amekufikisha hapo, wewe uko viwango vingine. Uamsho ni umejaa. Kuna magonjwa hutaomba Mungu akuepushe nayo, lakini hayatakufikia. Sijui unanielewa. Hayatakufikia kwa sababu wewe na Mungu viwango ulikofikia ni ibada. Kwa Mungu anakutaka, na ndio maana ukisoma Warumi 12:1 Paulo anawasihi, itoeni miili yenu. Maana yake ukisoma hili kanisa utagundua miili yao ilikuwa inatumika na vitu vingine, na hili kanisa ndio nalo lilikuwa na mambo magumu sana. Unajua kwenye hili kanisa hili Paulo hajaeleza mamlaka yake moja kwa moja. Kanisa la Rumi, kwenye kanisa la Rumi ameliandikia kama vile anafanya dialogue, yani anajenga hoja juu ya kitu anachowaambia. Ni tofauti na alivyoandikia makanisa mengine, kwa sababu kanisa hili halina uhakika kwamba Paulo ndiye aliyelifungua ili kanisa la Rumi, lakini yale makanisa mengine yaliyokuwa chini ya komandi yake alikuwa anayanyoshea moja kwa moja. Lakini angalia hili, anawaomba. Unaelewa neno na wasi maana yake ninawaomba. Lakini umeona Wagalatia akiwaomba, Wagalatia ananyoka nao, anawambia nani aliyowaloga nyinyi? Mahali pengine anasema nawaagiza mbele za Mungu. Mahali pengine anawatolea shukrani, lakini anawaonyesha wanachotakiwa kufanya. Lakini hapa anawaambia ndugu zangu nawasihi, maana yake nawaomba, itoeni kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza nani? Mungu. Anasema ndio ibada yenu yenye maana. Kuutoa mwili wako kuwa dhabihu iliyo hai. Mwili wako hauwezi kutolewa kuwa dhabihu iliyo hai kama mwili wako huo ambao ndio hekalu la Roho Mtakatifu, viungo vyake vinatumika kuwa silaha za dhambi. Kwa anaposema utoeni miili yenu kuwa dhabihu iliyo hai, maana yake mpe Mungu mwili wako autumie. Roho Mtakatifu hana mwili. Roho Mtakatifu ni roho. Ili atende kazi duniani anataka mwili wako huo. Mwili wako huo hawezi kuutumia bila wewe kumpa. Ndio maana lugha yanayoisema hapa anapoizungumza kiibada, maana yake anataka uweke wakfu mwili wako. Yaani huu mkono wako huu auchukue Mungu, macho yangu haya ayachukue Mungu, kinywa changu akichukue Mungu, miguu yangu aichukue nani? Mungu. Kwa hiyo Mungu akitaka kufanya kazi anaitumia hii mikono. Akitaka kutembea kukanyaga ardhini anakanyaga kutumia miguu yangu. Akitaka kuona aone kupitia macho yangu. Akitaka kuongea aongee kupitia kinywa changu. Mnanielewa nachosema? Jina la Yesu libarikiwe. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume 19, sijakosea bila shaka 19:11, tufungulie hapo 19:11, sijakosea, utaona lugha ambayo Mungu anaongea juu ya Paulo. Anasema Mungu akafanya kwa mikono ya Paulo, akafanya nini? Miujiza gani? Ya kupita kawaida. Maana yake wale waliokuwa wanaguswa na Paulo, wao wanasema nimeukutana na mkono wa Mungu, si ndio? Lakini Mungu ili afanye hiyo miujiza alifanya kwa mikono ya Paulo. Maana yake mkono wa Paulo haukuwa wa Paulo tena, ulikuwa ni mkono wa Mungu uliovaa ubinadamu wa Paulo. Kuna mtu ananielewa nachosema? Kwa nini Mungu aliweza kufanya hivyo? Kwa sababu Paulo aliutoa mwili wake kuwa dhabihu kwa Bwana. Na unajua kwenye Matendo 13 ule mstari wa kwanza mpaka wa 3, sikiliza maandiko yanavyosema. Na huko Antiokia katika kanisa lilokuwa Antiokia, anasema lililokuwako palikuwa na manabii na walimu, nao ni Barnaba na Simeon aitwaye Niger na Lukio Mkirene na Maneini aliyekuwa ndugu wa kunyonya wa mfalme Herode na Sauli ambaye baadaye aliitwa Paulo. Huyo ndiye anayetajwa hapo. Anasema basi hawa walipokuwa wakimfanyia Bwana nini? Walikuwa wakimfanyia Bwana nini? Ibada.
na kufunga. Nini kikatokea kwenye ibada? Angalia, Roho Mtakatifu akasema, nitengeeni Barnaba na Sauli kwa kazi niliyowaitia. Mnaelewa maana ya neno nitengeeni? Watoeni. Anaposema nitengeeni, maana yake nipeni mimi hawa watu. Unaponipa mimi, maana yake wewe umewatoa. Tuko pamoja eh? Yaani wewe cha kwako unaponipa mimi, maana yake si umekitoa. Hawa walikuwa wakifanya pale ibada, afu Roho Mtakatifu anasema nitengeeni, maana yake nipeni, nikabizini, watoeni hawa watu, mnikabisi mimi. Maana yake wanatolewa wakina Sauli na Barnaba kumkabisi nani? Kumkabisi Roho Mtakatifu. Kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kazi aliyowaitia. Maana yake wanatolewa kama dhabihu, wanatolewa kama sadaka, lakini wanapotolewa sio roho zao tu, na miili yao inawekwa wakfu kwa nani? Kwa Mungu. Ndio maana angalia mstari wa 3. Unasema mwalimu, waliwekaje wakfu? Angalia mstari wa 3. Ndipo wakiisha kufunga na kuomba. Sema kufunga na kuomba. Anasema wakaweka mikono yao juu yao, wakawaacha waende zao. Paulo baada ya kuwekewa hii mikono, angalia sura ya 19, akawekwa wakfu mikononi mwa Bwana, kiasi kwamba mikono yake ikawa inatumiwa na Mungu. Inatumiwa na Mungu. Huyu Paulo alishajazwaga Roho Mtakatifu kuanzia sura ya 9. Unafahamu hilo eh? Alipoombewa na Hanania. Lakini mara hii, pamoja na kujaa Roho Mtakatifu, pamoja na kufunga na kufanya ibada, ilibidi awekewe mikono ili kuwekwa wakfu kwa Roho Mtakatifu. Lakini Roho Mtakatifu alikuwa ameongea. Sasa nikuulize, kama ibada isingekuwepo, Roho Mtakatifu angeongea? Ibada hii ilifanya Roho Mtakatifu aongee lugha ya hatima ya Paulo na Barnaba, kwamba nimewaita. Na unajua Sauli walikuwa wamwamini sana, kwa sababu alilitesa kanisa. Ilibidi Roho Mtakatifu aingilie kati. Unasema mtumishi, mimi nina kipawa lakini hawaniamini. Kuwa mtu wa ibada, kuna saa watakuamini. Jina la Yesu libarikiwe. Kuwa mtu wa ibada, kwa sababu atakaye kutambulisha ni Roho Mtakatifu. Huwa anawatambulisha watu waliozama kwenye ibada, kwa sababu Sauli alikuwa mtu wa ibada na Barnaba akawa mtu wa ibada. Roho Mtakatifu akawatambulisha, tena anawatambulisha kwa kazi aliyowaitia. Kutokea pale kanisa la Antiokia likatambua kwamba huyu ameitwa, huyu ameitwa, huyu ameitwa. Ukiitwa na Bwana huhitaji kujieleza kwamba mimi nimeitwa. Ile kazi ambayo Bwana ameweka ndani yako itajieleza, wala uhitaji kusema mimi ni mwalimu. Watu wakisikia tu watasema yes, he is a teacher. Huyu ni mwalimu. Wala uhitaji kusema mimi nimeitwa kuwa mwalimu. Ukifundisha watasema huyu ni mwalimu. Unanielewa nachosema? Unanielewa nachosema? Unanielewa nachosema? Jifunze kuwa mtu wa ibada, mtu wa Mungu, mtu wa ibada. Kuna maeneo tunakwama mpaka kwenye shughuli zetu kwa sababu tumeitupa ibada nje. Jifunze kuwa mtu wa ibada. Nilikupa mfano wa Elia. So unakumbuka mfano wa Elia? Andika Wafalme wa Kwanza 18:21 hadi 40. Roho Mtakatifu wakati anataka kuleta uamsho kwenye kanisa, kwenye taifa lake, taifa la Israeli. Lakini mimi nakusomea mstari wa 30. Angalia mstari wa 30. Kwa sababu hapo Elia mstari wa 21 aliwakaribisha akasema mtasita mpaka lini? Mstari wa 30 angalia. Elia anamjengea Bwana madhabahu. Sema anamjengea Bwana madhabahu. Lengo la ile madhabahu ni kurejesha ibada, watu wa Mungu. Nisikilize. Kisha Elia akawaambia watu wote, nikaribieni mimi, na watu wakamkaribia. Akaitengeneza madhabahu ya Bwana iliyofanya nini? Iliyovunjika. Maana yake kilichofanya Mungu wa Israeli asiwe na nguvu mpaka miungu ya bahari na Astorethi ikaonekana ina nguvu. Madhabahu ya Mungu wa Israeli ilikuwa imevunjika. Kuvunjika kwa madhabahu maana yake ibada ya Mungu wa kweli ilikuwa imepotea kwenye taifa.
Ibada hamna. Hakuna ibada madhabahu isiwepo. Kwa hiyo ibada ikawa hamna. Akatoa mawe 12 kwa hesabu ya kabila za wana Yakobo, Yakobo aliyejiliwa na neno la Bwana na kuambia, jina lako utakuwa Israeli. Akafanyeje? Angalia, asema naye akaijenga madhabahu kwa mawe hayo katika jina la Bwana, akafanya mifereji kama vipimo viwili vya mbegu akizunguka madhabahu. Akaijenga madhabahu, maana yake alikuwa anarejesha mahusiano, ibada iliyokufa. Kwa nini watu wamemgeukia Baali? Kwa sababu ibada ya kweli imekoma. Ibada ya kweli ikionekana, matendo ya Mungu yanaonekana. Watu wa Mungu, mnanielewa? Nasema ibada ya kweli ikirejea, matendo ya Mungu yanaanza kuwa halisi. Mungu akifanyiwa ibada, utukufu wake unaonekana. Mnanielewa watu wa Mungu? Mnanielewa watu wa Mungu? Ibada ya kweli ikifanyika, ibada ya kumpendeza Mungu ikifanyika, utukufu wake unakuja. Utukufu wake ukija, kila kilichokuwa kimekufa kinakuwa hai. Utukufu wa Bwana ulipoonekana, maisha yalibadilika. Utukufu wa Bwana ndio unaofanya mambo yote yaendelee kuwa salama, kwa sababu Bwana anakuwa halisi. Haleluya. Israeli, madhabahu ilipovunjika, utukufu wa Bwana ukuonekana. Angalia mstari wa 36. Angalia kitabu hicho. Nataka nikuonyeshe madhabahu ilipokuwa imevunjika, maana yake mahusiano, ibada ilikuwa imekoma. Kuvunjika kwa madhabahu ni kuvunjika kwa ibada isiwepo. Angalia, ikawa wakati wa kutoa dhabihu ya jioni, zamu ya Elia. Manabii wa Baali wamekwama, imefika zamu ya Elia, ilikuwa jioni. Anasema ikawa wakati wa kutoa dhabihu ya jioni, Elia nabii akakaribia akasema, Bwana Mungu wa Ibrahimu na wa Isaka na wa Israeli, na ijulikane leo ya kuwa wewe ndiwe Mungu katika Israeli. Anasema unisikie Bwana, unisikie, ili watu hawa wajue ya kuwa wewe Bwana ndiwe Mungu, na ya kuwa wewe umewageuza moyo wakurudie. Maanake hakuna namna watu wanaweza kumrudia Mungu mpaka Mungu amejifunua. Kuna watu hata ungewahubiria Injili, Yesu anaweza, mpaka huo uweza wa Yesu uonekane. Yaani kuna vitu Mungu anatakiwa tu afanye kwako ili watu wajue Mungu yupo. Sijui unanielewa nachosema? Yaani ukisoma hivi, kuna vitu Mungu anatakiwa afanye, kwa sababu Mungu akifanyaga, hafanyagi kwa unyonge, anafanya kwa ukubwa. Akifanya jambo, masikio yakisikia yanasema impossible, impossible, haiwezekani. Alafu anasema huyu ni Mungu wa kuogofya. Kwa sababu akifanya kama miungu inavyofanya, wataogopaje? Kuna jambo tu Mungu anatakiwa afanye, ambalo likifanyika kwako, watu wakiona wanasema no, 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 no. Huyu Mungu ni wa namna gani? Na ndio maana Mungu afanyagi kwa unyonge. Hebu angalia, hii miungu ilikuwa na nguvu, ilikuwa inatisha, lakini ibada ilipofanyika, madhabahu ikainuliwa, Mungu akagundua madhabahu yake imerudi. Alafu akamwona mtu mmoja, taifa zima, mtu mmoja akauona moyo wa Elia, akauona wivu uliokuwa unawaka kama moto ndani ya Elia, kwamba sasa inatosha Bwana, tunaongea lugha watuelewi, lakini mara hii njoo mwenyewe. Ukishuka watajua kwamba yuko Mungu zaidi ya miungu. Aliposhuka, sema aliposhuka, manabii wa Baali wakamsahau Mungu wao, wakapiga goti mbele ya Mungu wa Elia, alafu wakatunga wimbo, wewe ndiwe Mungu, wewe ndiwe Mungu. Yaani kuna saa Mungu akishuka, wachawi watapiga goti. Kama unanielewa sema amina. Mruhusu Mungu afanye kwa ukubwa. Mungu sio Mungu wa mambo manyonge manyonge. Kwa nini watu wa Mungu ndio tunakuwa wanyonge wanyonge?
kwa sababu hatujamruhusu Mungu wetu afanye kwa ukubwa. Mungu aliwahi kufanya, fuatilia vizazi. Mungu alikuwa anafanya kwa ukubwa mpaka mataifa yanatetemeka. Alifanya kwa ukubwa kwa Ibrahim mpaka wakasema tunakuogopa. Akafanya kwa ukubwa kwa Isaka mpaka wakasema ondoka kwenye taifa letu. Biblia inasema akawa mkuu na akawa mkuu sana. Aliyemfanya hivyo ni Mungu aliye hai. Alifanya kwa kina Paulo mpaka wakaitwa watu wanaopindua ulimwengu, sio wanaopindua vijiji, wanaopindua ulimwengu. Yani Mungu anaweza kuinua wainjilisti Makambako, dunia ikawaka moto, wakasema imekuwaje? Wale wakinga, wale wakinga, wale wapenda, wanasema yes, hao Afrika ikatetemeka, kwa sababu kuna watu wameinuka Makambako. Jamani, inawezekana. Watu walisema yawezekaneje jambo jema litokee Nazareti? Mungu anaweza kuinua. Unajua kuna watu wanasingizia, anasema labda ningekuwa mkoa fulani. Sikiliza, Mungu anaga hivyo. Mungu anaweza kufanya jambo likatetemesha. Anaweza kuinua wafanyabiashara wakubwa sana ambao Mungu anataka kuwainua kwenye siku za mwisho, ambao watasababisha injili isikwame. Watu wenye moyo wa Mungu, anapowapa fedha wanasema vijiji nilivyozaliwa, wilaya niliyozaliwa, nitapeleka wainjilisti kijiji kwa kijiji kwa pesa ambayo Mungu amenipa. Jamani, Mungu anaweza fanya. Kama unanielewa sema amina. Unaona, lengo la Elia ilikuwa kuwageuza watu moyo wamrudie Mungu. Mungu ajitambulishe, heshima ya Mungu irudi. Unasikiaje wivu kwenye taifa lako? Mungu wako anajulikaneje? Kwenye ukoo wako Mungu wako anajulikaneje? Jamani, Mungu wako anajulikaneje kwenye mji unaoishi? Watu wanamjuaje Mungu huyu? Watu wanamuonaje? Heshima ya Mungu iko wapi? Watu wanasema sisi ndio ombaomba. Watu wanasema sisi ndio watu wa madeni. Watu wanasema sisi ndio ambao hatuna uchumi. Watu wanasema sisi ndio ambao hatuna wasomi. Lazima saa ifike, watu wa Mungu, lazima wainuke wanawake wenye wivu unaowaka kama moto. Lazima wainuke wakina baba, lazima wainuke wafanya biashara watakaomwambia Bwana, sisi hatutaki tu kufanikiwa, tunataka tuwe kama benki za mbinguni zinazotunza uchumi wa mbinguni duniani, ili watu wakiona waseme hivi ndivyo Mungu anafanyaga. Na kwenye siku za mwisho Mungu yuko tayari. Usikose kwenye uamsho, nakwambia ukweli. Mungu yuko tayari. Ibada ilipofanyika, mfano wa Nuhu, Mwanzo 8:15 na hadi 22 na Mwanzo 9:8 hadi 17. Ibada ilipofanyika, Mungu akatangaza majira mapya. Biblia inasema Nuhu alipotoka kwenye safina akamwinulia Mungu madhabahu, akatoa na sadaka. Alafu ile sadaka ikaleta harufu nzuri. Unaelewa maana ya kuinua madhabahu na kutoa sadaka? Utoaji wa sadaka ni tendo muhimu la kiibada. Kwa hiyo kwa lugha nyingine ya kibiblia, Nuhu akamfanyia Mungu ibada kabla ya chochote. Alipofanya ibada ikafungulia mlango wa kiagano. Na ndio maana angalia, wengine hapa tunateseka. Ukiuliza unateseka na nini? Ibada zinazofanyika kwenye madhabahu nyingine. Ibada, kwa sababu ibada yenye nguvu kwenye miji ndio inaoruhusu miungu ya hizi zinazofanywa ibada kuwa na nguvu kwenye hiyo miji. Simama kwa miguu yako, funika macho yako, fuatana na mimi maombi haya. Sema, e Mungu ria hai. Sema, e Mungu ria hai, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Jioni ya leo nimesikia neno lako, nimesikia fundisho hili, namna ambavyo Roho Mtakatifu huwa unaachilia moyo wa ibada ili kuleta uamsho,
ili kufufua yale yaliyokufa kwenye maisha yangu, ili kurejesha heshima yako, ili kurejesha heshima ya jina lako, heshima ya jina lako kwenye maisha yangu, kwenye kanisa lako, kwenye kanisa lako. Jioni ya leo, jioni ya leo ninanyenyekea kwako, ninakuinulia mikono yangu, shala ya kunyenyekea, shala ya kusalenda. Ninaomba Bwana, ninaomba toba kwa ajili yangu. Chochote nilichoruhusu kwenye maisha yangu kikazimisha moyo wa ibada, roho ya ibada, jioni ya leo ninaomba toba, ninaomba toba. Mazoea yoyote, mapokeo yoyote niliyoyaruhusu ndani ya moyo wangu yakazimisha moto wa ibada, jioni ya leo ninaomba toba, ninaomba rehema. Bwana, hali yoyote ya kujivuna, kiburi chochote unachokiona ndani ya moyo wangu ambacho kimetumika kuzima moto, kuzima moto wa ibada, jioni ya leo ninaomba toba, ninaomba toba, ninaomba toba. Bwana, Bwana, kupitia mwili wangu inawezekana kabisa viko viungo vilivyotumika kama silaha kwa dhambi, vikaruhusu dhambi na uovu kukaa kwenye mwili wangu, na ukawa mlango wa kuzima roho ya ibada, moyo wa ibada ndani yangu. Bwana, ninaomba rehema, ninaomba toba, ninaomba rehema katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu. Ninaomba unitakase jioni ya leo. Ninajiweka wakfu kwa upya kabisa. Ninautoa mwili wangu, mwili wangu, viungo vyangu vyote, 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 macho yangu, mdomo wangu, masikio yangu, kichwa changu, mikono yangu, miguu yangu na viungo vyote vya mwili wangu ninavitoa kwenye madhabahu yako, kwenye madhabahu yako, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninaviweka wakfu kupitia damu ya Yesu, kupitia damu ya Yesu. Hii damu, damu ya Yesu itakase viungo vyangu vyote. Takasa macho yangu, takasa macho yangu, takasa kinywa changu, kisinene uongo, kisinene mabaya. Macho yangu yasiangalie mabaya, yasitamani, yasijawe na tamaa mbaya, kwa damu ya Yesu. Masikio yangu yasisikie habari mbaya, kuanzia leo kwa damu ya Yesu. Miguu yangu itakasike, isikimbilie dhambi kuanzia sasa. Isitekwe na adui, isitekwe na wachawi, kwa damu ya Yesu naiweka wakfu. Isikimbilie dhambi. Enyi miguu, ninaiweka wakfu, ninawaweka wakfu kwenye madhabahu, madhabahu ya Mungu kwa damu ya Yesu. Enyi mikono, ninawaweka wakfu, naiweka wakfu kwenye madhabahu, madhabahu ya Mungu aliye hai, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kuanzia leo mwili wangu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Mwili wangu
ni hekalu la Mungu aliye hai. Mwili wangu ni nyumba ya Bwana, ni nyumba ya Bwana, ni nyumba ya Bwana, sio nyumba ya mapepo, sio nyumba ya magonjwa, sio nyumba ya laana, sio nyumba ya mizimu. Kuanzia leo, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, ninautoa mwili wangu kwenye madhabahu ya Mungu aliye hai, iliyowekwa kwenye mwili wangu, inayofungulia nguvu za madhabahu nyingine. Kuanzia leo, hiyo milango inafungwa kwa damu ya Yesu, 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 kwa damu ya Yesu. Chochote walichochukua kwenye mwili, iwe nywele, iwe kope, yawe mate, chochote walichochukua, nyayo za miguu, chochote walichochukua, iwe nguo, iwe uzi, iwe chochote, iwe kucha, chochote walichochukua kwenye mwili wangu, wanachokifanya kama sehemu ya mawasiliano, wanaponitafuta kwenye ulimwengu wao wa giza, jioni ya leo ninapouweka mwili wangu wakfu, ninapoutoa mwili wangu kuwa sadaka, chochote walichochukua kinateketea kwa moto, kwa moto, kwa moto, kwa moto, kwa moto, kwa moto. Hivyo walivyochukua, hivyo walivyobeba, wakafanya uchawi wa mafundo, wakafanya uchawi wa mafundo, wakatupa kwenye mito, kwenye ziwa, kwenye bahari, ili mimi waniunganishe na malango ya kuzimu, ili kukwamisha maisha yangu, familia yangu. Jioni ya leo, jioni ya leo, ninapoutoa mwili wangu kuwa dhabihu, ninajitenga kabisa na hayo malango ya kuzimu, na hayo malango ya kuzimu, na hayo malango ya mashetani, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Bwana, Bwana, moyo wangu ninauweka wakfu madhabahuni pako. Roho Mtakatifu, pata nafasi ndani ya moyo wangu, kwenye nafsi yangu. Fufua Bwana kila kilichokufa, kila kilichokufa ndani yangu, ndani yangu, ndani yangu, ndani yangu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninaiweka wakfu familia yangu, watoto wangu, miili yao, maisha yao, nafsi zao, mioyo yao, ninaileta kwenye madhabahu jioni ya leo, jioni ya leo, jioni ya leo. Kwenye familia, kwenye maisha yangu, ibada zozote zilizowaifanyika, zinazofanyika mahali pasili ili kuyanyamazisha maisha yangu, jioni ya leo, hizo ibada nazivunja kwa damu ya Yesu, 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 kwa jina la 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 Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila alama walioiweka mahali pasiri, mahali pasiri, wanayoitumia kufuatilia maisha yangu kiibada, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, ninavunja, ninaiondoa hiyo alama, hiyo alama,
enyi roho mliokaribishwa kwenye ibada, enyi roho mliokaribishwa kupitia lango la ibada kwenye maisha yangu, kwenye familia, ninyi roho mnaonyamazisha ibada ya kweli kwenye maisha yangu, jioni ya leo, jioni ya leo, enyi roho, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, jioni ya leo, toka, 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 achia, 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 kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Mapepo, mapepo, roho za majini, za majini mliopita kiibada kwenye maisha yangu, moto unapita. Yes, fumua hiyo miundombinu.